إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ثم أوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. عباد الله، nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Na huo ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema: walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Hakika tuliwahusia, Allah anasema, wale waliopewa kitabu kabla yenu, na nyinyi pia tumewahusieni usia huo huo, naye ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukatazika na yale yote aliyokataza subhanahu wa ta'ala. Faqad faza almuttaqun. Ibadallah, ma zilna nahnu في موسم من مواسم الفضيلة. عباد الله، bado tunaishi katika msimu miongoni mwa misimu iliyokuwa bora. Tunaishi katika msimu miongoni mwa misimu iliyokuwa bora.
miongoni mwa masiku ambayo adhamaha Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, miongoni mwa masiku ambayo ameyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Pia tunaishi katika masiku ambayo rafa'aha wa qaddaraha nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi sahihan. Pia tunaishi katika masiku ambayo ameyanyanyua daraja masiku hayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tumo ndani ya masiku bora, tumo ndani ya mwezi bora. Ibadallah, adhimu ma adhama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tukuzeni yale aliyoyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuzeni ndani ya masiku haya yale aliyoyatukuza mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, mwezi wa Rajab hapana shaka yoyote ni katika miezi mitukufu, ni katika miezi ambayo ni mubarak, miezi ambayo yenye kheri iliyokuwa nyingi. Mwezi wa Rajab, kabla ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam, ulikuwa unafahamika kwamba ni shahrul asammun kwa majahil. Pia mwezi wa Rajab ulikuwa unafahamika kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama ni shahrul mudhar. Pia mwezi wa Rajab ulikuwa unafahamika kwa wanachuoni wa umma huu kama ni shahrul istighfar. Mwezi huu wa Rajab katika zama za ujahil walikuwa wakiufahamu na wakiutukuza kama ni mwezi al-asammun, ni mwezi wenye utulivu, na walikuwa wakiuita hivyo, mwezi ambao hutasikia harakati zozote za vita. Pia ni mwezi ambao ulikuwa unaitwa shahrul mudhar, ni mwezi ambao kabila la Mudhar lilikuwa likiutukuza sana mwezi huu wa Rajab. Na wanachuoni wanatuambia ni mwezi wa istighfar, mwezi wa maandalizi kwa ajili ya kukabiliana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, katika hadithi ambayo inaisimuliwa na Irbadh bin Sariya, razi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala taraktukum fi mahajjati albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwapa mawaidha masahaba zake, akawaambia, ninakuacheni nyinyi katika njia nyeupe. Na haya yanazingatiwa ni mawaidha ya mwishoni katika uhai wake. Na kuacheni nyinyi katika njia nyeupe. Njia hiyo usiku wake ni sawa na mchana wake, hakuna kona, hakuna mawingu, hakuna giza. Hatopotea mtu katika njia hiyo isipokuwa yule mwenyewe aliyetaka kuangamia. Kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katuachia Uislamu huu ni mweupe, usiku wake sawa sawa na mchana wake.
na mahajjatul baydha aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia nyeupe. Sheikh Fauzani rahimahullah anatafsiri maneno haya, anasema njia nyeupe ni hiya tariqatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi. Njia nyeupe ni njia ambayo ni ile aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni njia ambayo waliyoiacha masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wasallam na wema waliyetangulia. Hii ndiyo njia nyeupe hii. Kwa maana Muislamu akitafuta njia nyingine kinyume na njia hii atafikia kwenye maangamizi. Katika hutuba ile tangulia tulisema katika mwezi wa Rajab, pamoja na kwamba ni mwezi mtukufu, lakini kuna mambo mengi ambayo yamechomekwa humo, mambo ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba zake hawakuyafanya. Na ndiyo mengi katika hayo leo watu wanayapupia kwelikweli, kwa sababu yamepambwa kwa mapambo yaliyokuwa mengi mno. Tuliangalia salatu raghaib na tukafahamu swala hii imeanza lini, na inaswaliwa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, kwamba ni swala ambayo haina asili katika Uislamu. Pia kuna swala ambayo inaitwa Ummu Daud, salati Ummi Daud, wa siyamihi wa dua. Pia kuna swala ambayo inaitwa swala ya Mama Daudi, funga ya Mama Daudi, dua ambayo inanasibishwa na mama huyu. Ukiangalia ni kama kuna ukweli ndani yake. Ni Daudi gani huyu? Ni Daudi ambaye ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni Daudi yupi huyu? Huyu ni mama wa Daudi ambaye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni mama wa Daudi gani huyu? Na swala hii inapatikana mwezi 15 Rajab. Swala hii inapatikana mwezi wa 15 katikati ya mwezi wa Rajab. Ummi Daud, Mama Daudi, ni nani huyu? Mama huyu jina lake ni Habiba binti Abdillah. Ni mama ambaye aliyemnyonyesha imamu wa 6 katika maimamu 12 wa Shia, ambaye anaitwa Jafar bin Muhammad Sadiq al-Bakir. Huyu ndio mama aliyemnyonyesha huyu. Na mama huyu alikwenda kwa imamu huyu akiwa na tatizo la mtoto wake Daud, alikuwa gerezani. Akataka msaada kwa imamu. Imamu huyu akamfundisha swala hii na ikapewa jina swala ya Mama Daudi, na akamwambia swala hii tanguliza kwanza funga mwezi 13, funga mwezi 14 Rajab, funga mwezi 15 Rajab, na huku ukiwa na nia ya lile jambo lako ulilolikusudia. Alafu swali swala hii baina ya dhuhuri na kupinduka kwa jua, hapa katikati, swala ambayo inasaliwa rakaa 8, na kuna dua maalum ambaye imamu huyu alimfundisha mama huyu. Sisi tumeibadilisha, tumeitoa baada ya dhuhuri, tumeipeleka baina maghrib wal isha. Na akapewa faida zake kwamba ukitekeleza ibada hii
Rakaa ya kwanza unasoma surati al-Fatiha, rakaa ya pili unasoma surati al-Ikhlas. Ukimaliza unasoma al-Fatiha, surati al-Fatiha mara 100, unasoma surati al-Ikhlas mara 100 na sura zingine mbalimbali. Usiku wa mwezi 15 ukilala utaijiwa na malaika. Si malaika tu, watakuijia mashuhada, watu waliyekufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si hao tu, watakuijia al-ubadun, wacha Mungu katika ndoto yako. Si hao tu, atakuja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mama huyu anadai kwamba alipotekeleza hivyo vyote vilitokea. Alikuja Mtume akamwambia, usiwe na hofu. Hawa malaika hawa manabii hawa watu wema, haulai ikhwanik, hawa ni ndugu zako, hawa ni wasaidizi wako, hawa wanakuombea msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya ndoto. Na wala usihofu, mtoto wako atatoka. Mama huyu anasema haikupita muda kweli akamuona mwanae, hazikupita siku nyingi. Kwa ni swala ambayo imefundishwa na huyu imamu wa 6 katika maimamu wa Shia, ambaye amezaliwa mwaka 80 Hijiria. Toka amekufa Mtume na kuzaliwa imamu huyu ni miaka 70 imepita. Kwa hiyo swala hii hata Mtume mwenyewe hajui. Na leo ndio inatekelezwa kwa nguvu zote. Pia watu wamegeuza mwezi huu 15 Rajab ndiyo mwezi wa kuwarehemu wale waliyekufa. Tuona makaratasi mengi yanapelekwa msikitini baada al-maghrib. Hata kama mtu anahitaji dua, basi kwa mwaka mara moja. Na nani kakwambia kwamba hiyo ndiyo siku ya kuwarehemu waliyekufa? Pia siku hii watu wanainasibisha na ziara ya makaburini mchana wake. Na yote hayo ukiangalia, zipo ibada sahihi lakini zinanasibishwa na ibada hizi ambazo ni mbovu. Funga ya mwezi 13, 14 na 15 ipo katika Uislamu. Lakini nini makusudio ya funga yako? Ukifunga 13, 14 na 15 Rajab, unakusudia nini? Kuwaombea dua waliyetangulia katika kheri ni jambo lipo katika sheria, lakini kwa nini ulifanye siku ya Rajab 15 peke yake? Kufanya ziara makaburini ni jambo la kisheria, lakini kwa nini ulifanya mwezi 15 Rajab? Na hii inatufahamisha kwamba jambo hili linatufahamisha kwamba haiwezi kutungwa ibada mbovu mpaka original iwepo. Ndio feki inatengenezwa na inapambwa kweli kweli, mpaka wengine wanafanya umra ndani ya mwezi wa Rajab. Wengine wanatembelea msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi wa Rajab. Kwa nini iwe ndani ya mwezi wa Rajab peke yake? Na wengine wanatoa sadaka ndani ya Rajab tu. Miezi mingine mtu atoe sadaka. Wengine wanatoa zaka ndani ya mwezi wa Rajab, pamoja na kwamba zaka pengine imetimia kabla ya Rajab, hatoi mpaka anasubiri Rajab. Ibadallah, ibada yoyote mtu anayoifanya lazima iwe na msingi wa shahada yake.
ile ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Huu ndio uwe msingi wa ibada yake. Ibada hiyo iwe na ikhlasi ya kweli, ndio shahadatu an la ilaha illa Allah. Ibada hiyo iwe na muwafaka na mutabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ndio shahada ya pili, shahadu anna Muhammadan rasulullah. Unashuhudia kwamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe wa Allah, mbona ufuate yale ya kwake? Na yale aliyokukataza mbona ukataziki nayo? Hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam anaweza kufanya khiana, asifundishe ibada ambazo zinaweza zikampeleka mtu peponi akaziacha, na Allah subhanahu wa ta'ala amnyamazie kimya? Ibadallah, jambo la wajib kwa mu'min, jambo la wajib kwa mu'min anaposikia amesema Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la wajib kwa mu'min ni kusema nimesikia na ninatii. Huyo ndio mu'min. Mu'min hana tabia ya kusema nimesikia na ninaasi. Huyo atakuwa ni mnafiki. Maneno haya anayasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake katika surati An-Nur. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema si jingine kwamba hakika kauli ya waumini pale wanapoitwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanapoitwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili Allah na Mtume awe ndio hakimu katika mambo yao, ni kusema tumesikia Allah na tunatii ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Ud'u rabbakum maghfira wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم يسمعوا أنتم ولا آباؤكم إلى آخر الحديث. رواه إمام مسلم. عباد الله, nakuhusieni mara ya pili kama ambavyo ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, kisirisheni sana kufanya ibada ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi huu wa Rajab. Na rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba ya kweli na msamaha wa kweli, ili iwe ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwasamehe. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abi Huraira, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema
sayakunu akhiru zaman, itafika kwenu nyinyi zama za mwisho. Zitafika kwenu nyinyi zama za mwisho. Zama hizo dajjaluna kadhabuna, zama hizo zitakuwa na walaghai wengi mno. Zama hizo zitakuwa na waongo wengi mno. Yatunakum, wadanganyifu hao na waongo hao watakuleteni nyinyi minal ahadithi, hadithi mbalimbali. Hao waongo hao watakuleteni nyinyi hadithi mbalimbali. Bima lam yasma'u antum wala abaukum, hadithi ambazo nyinyi masahaba hamjazisikia nyinyi, wala baba zenu nyinyi hawajasikia hadithi hizo. Watakuja nazo. Ndio nasikia leo mtu anasema man sama yawman fi shahri Rajab lam yamut hatta yara maq'adahu fil janna. Kama mtu akifunga siku moja ndani ya mwezi wa Rajab, mtu huyo hatokufa mpaka Allah atamuonyesha sehemu yake peponi. Haya si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Au anna fil jannati naharun yuqalu Rajab, kwamba peponi kuna mtu anaitwa Rajab. Hatoingia mtu katika mto huo isipokuwa aliyekuwa akifunga mwezi wa Rajab. Haya si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini yapo. Hawa ni wale dajjaluna kadhabuna hawa. Mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia fa iyyakum, ole wenu nyinyi na watu waongo kama hao, ole wenu. Wa iyahum, na ole wao hao watungaji wa maneno ya uongo hayo. La yudhillunakum, wasikupotezeni nyinyi na dini yenu hao. Wala yaftinunakum, na wala wasikufitinisheni nyinyi na dini yenu. Chukueni tahadhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatoa tahadhari. Kilichobaki ni mimi na wewe kuyaangalia maneno haya ni ya Mtume au ya nani haya. Je, Mtume anaweza kusema jambo alafu asilifanye? Mtume anaweza kuamrisha jambo alafu asifanye yeye? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia taraktukum fi mahajjati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun, na kuacheni katika njia nyeupe, usiku wake sawa na mchana wake, hatopotea isipokuwa yule aliyetaka mwenyewe kuangamia. Ibadallah, qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam man salla alayhi salatan sallallahu alayhi 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حينا على كلمة التوحيد، اللهم أمتنا على كلمة التوحيد، واحشرنا على كلمة التوحيد، واحشرنا على زمرة الأتقياء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا،
اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.